Siku hiyo bwana, mimi nilikuwa nimetoka kwenye matatizo makubwa. Ndiyo, ni matatizo makubwa sana kwa sababu nilikuwa nimetoka kwenye mazishi ya mtu ambaye ninayempenda sana. Ni mtu ambaye alikuwa ni wa faida sana katika maisha yangu, na kufariki kwake kulinifanya mimi nichanganyikiwe vibaya sana. Mtu huyu alikuwa ni mtu ambaye katika maisha yangu nilikuwa namuona ndo kila kitu. Nilikuwa sijui mtu mwingine kama kuna mtu wa maana kama yeye. Ndiye mtu pekee niliyekuwa nikimfahamu kama ndugu. Lakini sasa kama asili ilivyofanana, siku hiyo bana na yeye ikawa ndipo nimetoka kumzika. Ardhi imemmeza. Maisha yangu nilihisi kama ndio mwisho wa maisha yangu kabisa. Nilikuwa nimekata tamaa na maisha kabisa. Lakini bana, kama unavyofahamu kwamba haya mambo tumeumbiwa. Hata kama ujisikie vibaya kiasi gani, lakini kuna namna ambavyo kadiri muda unavyoenda, kuna siku utazoea na maisha mengine yataendelea. Siku hiyo basi bana, nilikuwa natoka kwenye msiba wa mtu huyo ambaye ni wa maana sana katika maisha yangu. Sikuwa na mategemeo mengine zaidi ya kuamini kwamba ndio mwisho kabisa wa maisha yangu. Sasa wakati nimetoka kule, wakati huo hali yangu ilikuwa ni ngumu pia. Kwa upande wa fedha nilikuwa sina pesa, nilikuwa nimemaliza zote kutokana na kumuuguza mtu wangu wa muhimu. Nilikuwa sina hata hela, alafu sasa narudi mjini nadaiwa kodi. Sina hata pesa kidogo ya kwenda kuhangaika sasa kwamba nianze harakati za hapa na pale ili niweze kuzalisha, labda hata kwa kuuza tu, pengine hata pipi mtaani, ili mradi niweze kuhakikisha napata hela. Nilikuwa sina hela kabisa. Nilikuwa kama nimechanganyikiwa hivi, na wazo ambalo lilikuja sasa kichwani mwangu ilikuwa ni kwamba niende nikanywe pombe. Nilikuwa sijawahi kunywa pombe hata siku moja katika maisha yangu. Lakini nikasema kwamba hapa kitu kikubwa ambacho naweza kukifanya ni kwenda kunywa tu pombe. Si nilikuwa nikisikia sana wenzangu wakiwa wanazungumza kwamba pombe inapoteza mawazo na kadhalika. Kwa hiyo na mimi nikasema hapa dawa ni moja tu, niende na mimi nikanywe pombe ili haya mawazo yaweze kuisha. Ninadaiwa fedha, alafu fedha sina, alafu mtu wangu wa maana pia ameondoka duniani. Alikuwa ni mama yangu mzazi, msikilizaji. Basi nilitoka nyumbani pale ambapo nilikuwa naishi mimi. Mimi nilikuwa naishi mtaa ambao watu wengi walikuwa wanaufahamu kwa jina la Songo Mbingo. Ndipo mahali ambapo nilipokuwa naishi mimi. Basi nikatoka pale nikasema sasa hapa swala ni moja, niende moja kwa moja mpaka hiki kipesa kidogo ambacho nilichokibakisha hapa, niende nikanywe pombe nipoteze mawazo. Hayo mambo mengine nitajulia mbele ya safari. Basi nilitoka nikaelekea moja kwa moja mpaka katika baa moja hivi ambayo ilikuwa inafahamika kama Ora. Ila wakati sasa nimefika pale, nilipofika tu pale nikawakuta kina dada fulani hivi. Nikakuta kina dada kama watatu hivi walikuwa wako pale. Mimi nikataka kukaa pembeni kidogo hivi, lakini nilivutiwa kidogo na maongezi ambayo waliokuwa wanazungumza. Walikuwa ni kama wanabishana hivi. Kina dada watatu ambao wamekaa pale, lakini kuna mwingine alikuwa wako meza moja, yule mwingine ni yuko na wao, lakini ukimtazama ni kama vile hayuko serious sana na maongezi ambayo waliokuwa wanazungumza. Pengine alikuwa yeye na mawazo yake mengine tofauti. Sasa wakati niko pale, nikavutiwa sana na maongezi ambayo waliokuwa wanazungumza wale kina dada. Wakawa wanabishana. Huku wakati huo wanabishana, wananyanyuka na kuanza kutoka nje ya baa ile ya Ora. Mabishano yao yalinifanya na mimi ninyanyuke niweze kuondoka, kwa sababu ni watu wanajadili kitu lakini katika hali ya kuvutana kwa kubishana.
Basi nikamsikia mmoja akiwa yuko pale kati ya wale kina dada wanne, akaanza kuongea. Akawa anasema, yani akipatikana mtu yeyote yule, tufanye jambo tuweze kumkomoa sana Namu. Kwa sababu Namu anajifanya sana na huyu mpenzi wake Geti. Sasa tunatakiwa tumuonyeshe kwamba hata sisi ni watoto wa mjini. Akipatikana mtu, yani tunapaswa tumkomoe. Yani hata kati yetu kama kuna mtu anaweza au vyovyote vile, lakini tumkomoe ili ajue kwamba huyo Geti sio mtu ambaye anapaswa turingie naye sana. Basi bwana, mimi niliposikia vile, niliamua na mimi sasa kuwafuatilia kwa nyuma. Wakati namfuata kwa nyuma, mwingine na yeye ambaye alikuwa yuko pamoja kati ya wale wa sister akaanza kusema, yani mimi akipatikana, yani mtu niko tayari nitoe hata shilingi 400. Hata 400, mimi hata 500 natoa. Ili mradi tu hakikisha kwamba anafanya jambo ambalo litamkomoa vizuri Namu. Namu anajiona sana. Yani mimi natoa hata 500, natoa nampa mtu ili mradi tu aweze kufanya ile, yani amkomoe, aende hata mpige busu kabisa Geti. Amkumbatie Geti, yani afanye jambo kana kwamba Geti ni mtu wake. Msikilizaji, ukizingatia hapo, mimi ninatoka kwenye msiba alafu sina pesa hata kidogo. Alafu nikasikia kitu kama hicho, niliona kama ni bonge la dili. Nilisema hawa watu siwezi kuacha. Basi mimi nikawa nawafuata kwa nyuma. Huyo wakawa wanatembea, mimi nakuja tu kwa nyuma. Niliendelea kuvutiwa na maongezi yao, jinsi ambavyo walivyokuwa wanaongea, na mimi nikajua kwamba hapa kuna jambo ambalo napaswa niliseme na mimi ili mradi ile dili niweze kuipewa mimi. Walienda moja kwa moja, nikaona wakiwa wanaingia sehemu moja iliyokuwa inafahamika kama Daboemu. Wakaingia Daboemu na mimi nikaingia mle, nikakuta mle ndani. Maongezi yao yalikuwa ni yale yale. Niliamua kukaa pembeni kutoka mahali ambapo walipokuwa wamekaa, ili tu niweze kujua mipango yao sasa inafikia wapi. Na mimi hapo kama moyo wangu kanatamani kaweze kusema kwamba mimi niko tayari kufanya hiyo kazi, japokuwa nilikuwa sifahamu huyo mwanaume mwenyewe Geti ni yupi, huyo Namu mwenyewe ni yupi, sijui chochote. Lakini niliamini kwamba nikijitokeza na kueleza kwamba naweza kufanya ile kazi, ni lazima wangenipa mwelekeo kwamba huyo mtu ni nani na wapi na kila kitu. Basi bwana, nikasema hapa ngoja niendelee kusikiliza wanachozungumza. Nikasikia akisema yani mtu tu aende pale ajifanye ni mpenzi wa Geti, na hata ikiwezekana ampe kisi, ambusu, amkumbatie na waongee na yeye kwa nguvu, yani amlazimishie. Yani nataka mtu ambaye anajua kufanya varangati la ukweli, ajifanye kabisa kwamba Geti ni mtu wake, ili huyu kiswiki nini, sijui nimuite kinyamkera au nimuite nini, aweze kufahamu kwamba yani tumkomoe kweli. Anaweza kupata pressure akafa. Wewe aweze kupata pressure, atapata pressure. Yani hata sipopata pressure, lakini lazima tutakuwa tumemkomoa. Wale kina dada bwana waliendelea kuzungumza maongezi yao pale. Sasa wakati wanaongea, mmoja kati yao akasema, bana, sasa sikini niwaambieni, mimi mwenyewe tu hapa naweza kuifanya hiyo kazi. Hakuna sababu ya kumtafuta mtu mwingine wala nini. Alipozungumza vile, roho yangu iliumia sana. Kwa sababu hiyo kazi mimi nilikuwa naitamani nifanye mimi. Sasa wakati roho yangu inaendelea kusononeka pale, nikaona mwingine katikati yao pale akasema, wewe bwana, mimi nakujua wewe, huwezi kukaza. Wewe utaanza kidogo, utaanza kunywea au utaanza kutetemeka. Wengine wawili nao wakaitikia wakasema, kweli wewe bwana, wewe tunakujua, wewe utaanza kucheka. Unajua hili jambo linapaswa lifanywe na mtu ambaye anajua kuwa serious. Sasa maongezi yao walivyokuwa wanazungumza pale yalinifanya mimi nifahamu kwamba hawajamkubalia yule mwenzao ili aweze kwenda kuact kwamba yeye ndo mwenyewe ambaye anaweza kufanya mchezo wa kufanya kwamba huyo Geti ni mpenzi wake. Niliona kama bado ipo fursa, japokuwa nilikuwa nimeshaanza kunyongonyea. Nikasema okay. Wakaendelea kuongea pale. Nikasema sasa hapa ndio wakati wa mimi kujisogeza pale. Ndio wakati wa mimi kusogea karibu zaidi. Nilivuta kiti changu nikasogea karibu zaidi na mahali ambapo walipokuwa wamekaa.
Nikatazama nikasema sasa hapa nianzeje, lakini nikasema potelea mbali. Hapa hamna namna. Mimi ni mtoto ambaye kwa asilimia kubwa nimekulia kitaani. Ujanja inabidi niwe nao. Na ujasiri na kujiamini ndilo jambo ambalo linaweza kunifanya mimi nikaweza kutoboa. Nilijipa imani mimi mwenyewe tu baada ya kuona mazingira jinsi ambavyo yalivyokuwa. Nikajipa imani kwamba ninaweza nikasema vizuri tu pale kwamba mimi ninaweza kuifanya hiyo kazi na wao wakanikubalia. Ni ukweli mimi ninaweza nikasema nilikulia kitaani kwa sababu mimi nimekuzwa na mama yangu peke yangu. Sijawahi kumfahamu baba yangu. Sijui hata ndugu wa baba zangu. Upande wa mama napo sikubahatika kujua ndugu zaidi ya huyo mmoja tu ambaye mama aliniambia kwamba huyo ni mtoto wa mama yake mdogo, lakini na yeye alifariki mapema bado nikiwa mdogo. Huyo peke yake ndiye mtu ambaye nilikuwa namfahamu, lakini ndugu wa mama wengine nilisikuwafahamu. Na kutokana na harakati za mama yangu ambapo alikuwa anauza biashara ndogo ndogo, kila wakati nilipokuwa nikiwa na mama yangu nilikuwa tukitembea naye hata mpaka mida ya usiku. Kama bidhaa zake hazijaisha tunatembea maeneo ya stendi, tunatembea maeneo mbalimbali. Kwa hivyo ule ujanja nilikuwa ninao, na siku zote mama alikuwa akinieleza kwamba ujasiri ndio njia pekee inayokufanya uweze kufanikiwa. Sasa niliamua kujipa ujasiri mkubwa sana pale. Nikasema sasa hapa mimi ngoja niwaambie kwamba naweza kufanya hiyo kazi. Nilinyamaza kidogo pale, nikaendelea kutazama jinsi ambavyo walivyokuwa wanambishia yule. Mimi nikasema jamani, samahani lakini dada zangu, mimi niko hapa. Naona jambo mnalolizungumza kama ni fani yangu vile. Wote wakawa wamenitazama mimi. Nikaanza kutaka kuogopa pale kwamba vipi mbona wananiangalia sana. Nikamwambia sikieni basi. Mimi nawaambia jambo mnalozungumza, samahani kama nimeliingilia, lakini naona hilo jambo mimi naliweza. Ninaweza kufanya hiyo kazi ambayo mnaizungumzia. Naombeni mimi nionyeshe huyo gate yuko wapi. Niweze kufanya hivyo sasa hivi na wenyewe hamtoamini. Yule dada ambaye aliyesema kwamba yuko tayari kutoa 1,000,000 au hata 500,000 ili mradi mtu afanye vile, akanitazama afu akawaangalia wenzake. Akamwambia eti mkimwangalia huyu anaweza. Wote wakatazamana afu wakasema jamani, mimi sijui lakini labda anavyoonyesha. Kwanza wewe hebu sogea kwanza mpaka hapa kwenye meza yetu. Kwa nini unaongea ukiwa uko mbali hivyo? Kumbe unatusikiliza, lakini sio shida kwa sababu unatusikiliza na una wazo, sogea hapa jirani. Moyoni mwangu mimi pale nikaanza kuiona kama hii ni fursa. Nikasogea pale mpaka karibu mahali ambapo sasa walipokuwa. Nilikaa katikati yao pale nikana kwamba mimi nilikuwa ni mmoja wa kile kikosi chao ambacho walichokuja nao pale. Waliokuja wote pale. Lakini kumbe mimi wala nimeliingilia tu katikati. Kamoyo kangu pale kananiambia nataka nimfahamu huyo Gates ili nijue tunafanyaje. Basi nikasogea pale, wakaanza kunidodosa. Wakaniambia wewe sikiliza. Sisi wenyewe usituone hivi. Hata sisi ni watoto wa mjini. Hiyo kazi hata sisi tunaiweza. Lakini kwa sababu wewe umesema unaiweza, huenda wewe unaweza kuifanya vizuri zaidi yetu. Lakini hela ya mtu hailiwi bure, elewa. Utapewa pesa kufanya hiyo kazi. Lakini wale wako usifanye. Au uifanye kinyume na jinsi ambavyo ulivyoelekezwa. Kwa sababu sisi tunafanya ifanyike completely. Ikamilike, tujue kwamba huyu mtu tunamkomoa kweli. Nikamwambia dada, hebu sikiliza nikwambie. Mimi najiamini kwamba naweza kufanya hiyo kazi. Sasa wakati nazungumza, mwingine pale akaanza kuongea, akasema, hiyo pesa hawezi kupewa. Hapewi mpaka afanye kazi tuione kabisa kwamba imekamilika. Hawezi kupewa tu pesa hivi hivi. Yaani 500,000 upewe hivi hivi tu. Msikilizaji alivyotaja 500,000, nikasema hawa isi wataniua. Wanionyeshe huyo mtu, niende hata kama wakiniambia nimnyonye kabisa hilo kitu lake, huo mkia wake wa chini, na unyonya kabisa mbele za mpenzi wake ili wafahamu. Kwa sababu nina shida na hela. Alafu inatajwa 500,000 eti kwenda kumpiga mtu busu, kujifanya tu kwamba eti mimi ni mpenzi wake. Oho,
niko tayari hata kunyonya hiyo yenyewe, niko tayari kuinyonya mbele ya mpenzi wake, na niko tayari kufanya vyovyote vile ili mradi mpenzi wake aamini kwamba mimi ndio mtu mwenyewe, yule kweli ni mtu wangu. Nikamwambia okay, hamna shida. Hiyo pesa pale tunamwachia wakala. Wakala ndo atakuwa shahidi. Alafu mniambie huyo mtu ni nani. Mnionyeshe huyo mtu, muone jinsi ambavyo nitakavyofanya hiyo kazi. Ikifika pale kwa wakala, mimi nitaichukulia pale. Tukubaliane tu mimi na nyinyi na wakala. Alafu niende nikafanya hiyo kazi. Nikimaliza hapo naenda kuchukua pesa yangu. Wakasema sawa, sawa, hapo hamna shida. Unajua hapo sina hela, sielewi. Nikasema unyama huu hapa. Hawanijui vizuri. Mimi ndo dada la madada, mwigizaji maridadi wa mambo kama hayo. Basi tukatoka pale, tukaenda mpaka kwenye ile baa ambapo tulipokuwa Double M. Kuna wakala wako pale. Ni watu ambao hawawezi kuwahudi wa namna yoyote ile. Maeneo yale ni maeneo ya kazi na wako serious kweli kweli. Basi yule sister ambaye aliyekuwa amesema, yule dada yule aliyekuwa anasema kwamba yuko tayari kutoa 500 akatoa hela. Tukaongea vizuri pamoja na yule wakala pale, akapokea ile pesa. Ni wakala wa kutuma pesa. Tukamwachia zile pesa pale na wote kwa jumla tukakubaliana, kwa tukamweleza yule wakala kwamba kuna issue tu ambayo nikikamilisha kama inavyotakiwa na kuja kuchukua ile pesa pale. Basi tukakubaliana pale, nikamweleza wakala, bana, na wewe utapata loto yako, yani nitakuachia na wewe pesa kwa sababu umekuwa kijumbe wa kushika pesa. Akaniambia sawa, mna shida. Nikamwambia sasa awamu inayofuata nionyesheni huyo mtu. Akasema wala hata usiogope, mtu mwenyewe hayuko mbali, yuko hapa hapa. Msikilizaji, kumbe pale tulipokuwa tumekaa, ukitazama umbali wa mita kadhaa hivi kwenye pembe hivi, ndipo mahali ambapo Naam pamoja na Gates walikuwa wamekaa. Sasa walikuwa wanakunywa huko akiwa wamepakatana miguu. Wanapakatana miguu, wanapangusana, wanagusana kwenye miguu na nini. Tukafika pale tulipokuwa tumekaa pale, afu akaniambia bana, wewe sasa sikiliza. Mtu mwenyewe ni yule pale. Unamwona yule ambaye amepakatwa miguu pale? Ngambia ndio. Wananionyesha kwa siri hapo. Gates kule hajui kabisa kama mimi tunampangia ramani. Wakaniambia ndio, yule. Tunataka uende ufanye kwamba wewe yule ni mpenzi wako na mnafahamiana siku nyingi. Ujue jinsi ya kuigiza vizuri. Ukimaliza tunajua tu yule atakuwa amepaniki, hata pressure atampanda, hata kufa. Lakini jifanye kwamba yule ni mpenzi wako kwa 100%. Alafu ukimaliza kachukue pesa yako pale. Lakini uhakikishe kwamba unaifanya kweli. Na sisi tu hapa na mkishaanza tu, sisi tutasogea jirani pale tuone jinsi unavyofanya mpaka ukamilishe inavyokuwa. Msikilizaji, kama moyo kangu pale kanapita hivi. 500 iko kwa wakala, mimi ni kwenda kuchukua tu. Bwana wewe. Mbona mimi mwenyewe nilistuka. Nikasema hapa ngoja niende. Nilipotaka kwenda nikastuka kidogo, nikasema hapana. Nikamwambia ngojeni kwanza. Nataka niingie washing room kwanza. Wakasema hafu kweli, nenda shika na hizi hapa kwanza, twende wote. Kwani unaoga kabisa? Nikamwambia hapana, siogi, ila nataka nioshe uso, afu nijiweke vizuri usoni, nipendeze, nifananie. Yaani nataka nipendeze. Wakasema vizuri, kwanza twende wote, twendeni. Wakatoka wadada wawili pale na mimi tukatoka pale. Wamebeba vimkoba vyao. Vile vimkoba vyao vilikuwa na makeup za kila aina mle ndani. Basi tukatoka tukaenda paka ya ile baa pale. Nikanawa uso vizuri pale, nikaukausha kwa kupitia leso. Huyu dada ananiambia sasa ngoja nikuweke uso wako ukae vizuri, ili mwinike vizuri wakikuona tu. Basi kwa sababu mwenyewe nilikuwa nimevaa vizuri, nimependeza, haikuwa shida. Nilikuwa tu nimesema nataka nikae vizuri. Basi wakanipiga nani makeup ya haraka pale ya uongo na kweli. Kwa ajili ya muda mfupi wakanipaka lipstick, wakanipaka wanja nini kila kitu. Nikajitazama pale jinsi ambavyo nilivyotokelezea, ngasema very good. Na wenyewe wakakubali, wakasema hapa safi kabisa. Sasa moja kwa moja mpaka kule. Kulikuwa na tumarashi tungine ndio wamebeba pale. Wakanipulizia huku na kule. Wenzenu,
Nakwambia nilijikuta sasa pale nanukia kama jini, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimepaka mambo yangu toka nyumbani ya kupulizia, nimejipulizia safi. Lakini sasa pale nikawa nimekaa sasa nimepuliziwa, nimenanukia usiseme. Basi tukatoka, wao wakarudi ile mahali ambapo walipokuwa wamekaa. Wale wawili wakarudi pale kukuta wenzao. Afu mimi sasa ulikuwa ni wakati wangu mimi wa kwenda pale kwa ajili kwa Gets ili niweze sasa kulitibua lile penzi lao yeye pamoja na Namu. Nilitoka pale nikatoka kwenye upande mmoja wa mlango wa sehemu ya kuingilia na kutokea kwenye ile bar, nikazunguka alafu nikaingilia mlango ule ambao uko karibu kabisa na mahali ambapo Gets alipokuwa amekaa na yule Namu mpenzi wake. Nilipoingia nikastaki hivi kama nimehamaka. Nikasema wow. Nilienda moja kwa moja na kumkumbatia Gets na kumpigia busu mdomoni pale pale. Nikiwa nimeendelea kumkumbatia nikampigia busu nyingine pale kwenye shavu lake. Nikamwambia Gets, I love you so much jamani. Jamani, nimefurahi sana kukuona jamani. Za siku kadhaa. Nashukuru kukuona mpenzi wangu. Huu ndio wakati jamani wa kufunga ndoa yetu. Msikilizaji, yale maneno sijui hata niliyatoa wapi. Niliongea haraka. Na wakati huo sasa mpenzi wake yule Namu alikuwa ameshusha mguu wake. Alibaki akiwa amenitazama kwa hasira kali sana. Alikuwa na hasira kubwa sana jinsi ambavyo alivyokuwa amenitazama. Alishindwa kuvumilia. Na pale pale alinilabua kofi la mgongoni. Akaniambia, wewe malaya wewe. Unajifanya umeuzia watu wote huko, sasa hivi unataka uzie mpaka mume wangu. Unamfahamu huyu? Wewe mshenzi nini? Sasa leo ngoja nikuonyeshe kitu. Kwanza basi eti akaanza kunishika, baada ya kunipiga kofi akaanza kunishika na kuanza kunivuta. Sasa alikuwa hajui kwamba mimi maisha yangu ni ya mtaani na mimi vurugu ndo nazipenda. Kwanza nikamwambia tu kwamba hebu naomba usinishike kwanza. Naomba usinishike. Akaniambia wewe malaya wewe. Hii sehemu hata kama hujajiongeza, hizi ni dharau unazoniletea. Hata kama umeuza mbele, umeuza nyuma huko, ndio uje mpaka kwa mpenzi wangu mbele yangu. Akaendelea kunivuta. Nilichokifanya pale, nilimpiga teke la kinyume hilo, alidondokea huko. Mameza huko kangara. Nikasema hapa. Akili yangu ikaniambia 500 hii lazima niipate. Kwa hiyo kitu nilichokifanya. Sasa wakati nimeendelea kungangana kumshika pale Gets akanishika mikono yangu afu akaniachianisha, akanitoa kwenye mwili wake kwa nguvu hivi. Afu akaniambia, wewe vipi wewe? Wewe mwanamke vipi wewe? Mbona shobokea watu, unanifahamu mimi? Nikamwambia Gets, usitake kuniambia kwamba unataka ujisafishe na huyu ni mpenzi wako. Usitake kuniambia hivyo, Gets. Kumbuka hadi ulizonipa mimi. Nimekusubiri wewe siku zote hizo. Na leo nimekuona hapa. Unataka kuniambia kwamba unataka leo nikane mbele ya huyu mtu, na maana ni mpenzi wako? Nilimweleza pale Gets akawa amebaki amenitazama. Akaniambia, hivi una akili sawa wewe? Hadi gani wewe? Msikilizaji, pale mimi nikaanza kulia. Wakati huo kuna watu wameanza kusogea jirani pale. Unajua umbea ule. Wameanza kusogea jirani pale. Na wale dada ambao walikuwa wamenipa ile kazi wamesogea jirani, wako pale. Wanatazama huku wanafurahi vibaya mno. Nikaanza kulia pale na kumwambia Gets, ina maana hadi zote ulizonipa ni za uongo. Leo hii unanikana mbele ya mwanamke mwingine. Kwani mimi nilikukosea kitu gani Gets? Gets, mimi ndo leo hii wa kuniambia hivi? Mwanamke ambaye ulikubali mpaka nikakupeleka mpaka kwetu anakufahamu, ndo unaniambia mimi hivi? Unataka ujisafishe mbele ya huyo kinyamkera kweli? Kweli unataka nimalize hapa chini? Nimkanyage nimuue huyu? Gets, unanisaliti mimi Gets. Msikilizaji, machozi yalikuwa yanabubujika. Utahisi kweli Gets nilikuwa namfahamu. Lakini sio Gets wala yule mpenzi wake. Naam. Hakuna hata mmoja kati yao ambao nilikuwa namfahamu. Gets akaanza kuniambia, wewe mwanamke, umechanganya sura zangu, yani sura yangu umeifananisha na mtu mwingine. Gets,
Mimi ninaweza kukufananisha wewe kweli? Kweli kabisa mimi naweza kukufananisha mimi wewe ngufananisha na mtu Gets? Gets, mimi mamangu akifahamu kwamba wewe kweli leo hii unanisaliti itakuwaje Gets? Gets nakupenda mimi hapana. Nilimrukia Gets tena. Nikamkumbatia kwa nguvu huku nikiendelea kumpiga busu mpaka nikaacha ile lip shine ambayo nilikuwa nimepaka, nikawa nimemwachia iko imenasa katika shavu lake. Nilimkumbatia kwa nguvu na pale sasa wale watu wakawa wamekuja pale. Nini bwana wewe umegonganisha magari sio nini? Mimi simfahamu huyu mwanamke. Huyu mwanamke simfahamu mimi, sijai kufanya nini. Wewe sikia nikwambie bwana, hawa wanawake wa kwetu wote bwana hawa. Wewe hamna shida. Wewe usitake kuzuga. Wewe huyu shemeji mwingine huyu anapaswa afahamu kwamba kuna mwenzake, atulie tu. Wewe jamaa hata usidanganye kwamba umfahamu wala nini. Mwanamke ulishampenda, umempenda. Hawezi kutoka huko kama chizi tu akaja akakulilia hapa eti kwamba sijui nini wewe kwake. Achaga mambo hizo. Wewe ukubali tu kwamba umekamatwa, hayo mambo mengine fresh. Basi pale kwenye ile bar watu wakawa wamekusanyika pale. Wengine wamemshika Namu akiwa anaendelea kulia na kufurukuta akisema kwamba anataka anipige. Nikamwambia hivi, wewe dada, afu ngoja nikwambie kitu. Nina machungu hapa nilipo. Kama ungejua yani ungenijua kwamba tabia zangu, nitakufukunyua, nitakukata ile koromeo. Usitaki hasira zangu zote na machungu yangu ngushushie kwako. Sasa wewe sikilizeni, mdanganyeni mumwachie alafu aje muone nitakachokifanya. Muone nitakachomfanya. Msikilizaji, pale niliekti kama ile tabia ya Uswahilini kabisa. Kwamba mimi nina hasira, na ni ukweli mimi nilikuwa na hasira, lakini muda ule ni hasira za kujitafutia tu. Sina sababu ya msingi. Kitu kikubwa ni kwamba tunahitaji ile 500 kule isije ikairishwa. Lakini mimi ni mtu wa mavurugu, napenda vurugu kuliko kula. Yaani ungepakua chakula mezani hapo alafu ukaniambia kuna sehemu kuna show, kuna vurugu, na acha chakula mimi naenda kwenye vurugu kwanza. Basi wakaendelea kumshikilia pale, wanaume wengine wakaja wakamshika yeye wakawa wamemshika Gets, wakamsogeza pembeni, huku mimi nikiwa naendelea kumsogelea na kumngangania. Gets, bora ungeniua kuliko kunisaliti hivi na kunikana mbele za mwanamke mwingine. Gets, tuliahidiana vitu vingi Gets. Kumbuka tu hapo tuliongea Gets. Mimi pale, msikilizaji, machozi yananitoka kama yote. Niliangalia waajiri wangu pembeni. Nao walikuwa wako pale, waajiri wangu walikuwa wamefurahi vibaya mno. Nilijua kabisa kwamba ile 500 pale nimeichota. Nilishajua kwamba ile 500 pale nimeichota. Sio siri, nilianza kuipigia hesabu pale. Yaani hata sijatoka kwenye ile sokomoko. Nimeendelea kuipigia hesabu kwamba hii ninakwenda kulipia kodi ya nyumba na mambo yangu mengine. Hata pombe hapo akili yangu imefuta kwenye pombe tena, kwa sababu pombe ilikuwa ni kupoteza mawazo. Sasa kama ni kupoteza mawazo mabaya. Sasa kama nina pesa napoteza mawazo gani? Basi bwana. Kwa hiyo kwa sababu ya kale kavurugu hapa na pale, sio kavurugu kwa watu kutolewa na bodyguard na nini, hapana, lakini sasa kuna kakuto kuelewana fulani hivi. Bodyguard wanaendelea kuangalia pale kwamba kama kutakuwa na vurugu kubwa sana waweze kuingilia. Lakini vurugu alikuwa kivile kwa sababu Gets alikuwa hanipigi. Yule mpenzi wake alikuwa hana uwezo wa kufanya chochote, alikuwa ameshikiliwa. Kwa hiyo akabaki analia tu. Mimi ndo kama hivyo nalia. Na watu pale wanashangilia, wanafurahi pale. Unajua watu wanaopenda umbea na wanafurahi kwa sababu issue yenyewe ni kwamba eti Gets ametugonganisha, kumbe hamna issue yoyote. Mimi pale najifanya tu. Basi bwana, mimi nikawa ninaendelea kung'ang'anizia pale. Gets nikaendelea kumpa maneno pale, nikawa namkumbusha ahadi nyingi ambazo alizonipa ambazo ni za uongo. Pale watu wengine wakaja wakanishika. Wakaniambia twende huku shemeji twende huku. Oya, kama wewe mwenyewe bana umtaki huyu bana, uniache mimi nimchukue. Tuache sisi wengine tutumie bana, unamkana mwanamke mzuri hivi mbele za watu. Kisa uko na mwingine. Kwa nini usikubali tujue kwamba wewe ni mwanaume? Achaga usenge wewe bana, achaga ufala bana, hebu twende huku shemeji, hebu twende huku. Basi wakanivuta bale wakaka wengine. Wananivuta kuminalia michozi kama yote. Nalalamika kabisa Gets kwamba amenisaliti. Na huyo mwanamke alonisaliti naye atanikoma. Naongea we jamani, huku machozi nalia kweli kweli.
hadi makeup yote iliondoka. Uso umekuwa mwekundu ti. Nakwambia nimelia. Wewe kupata 500,000 mchezo nini wewe? Kupata 500,000 ni mchezo? Basi bwana, nikawa nimemaliza, nimetolewa pale nje. Nikatoka zangu mimi huyo, nikaenda kwa nje hivi, nikamwambia basi niacheni, nikatulia kwenye kibustani hivi pale nje. Kidogo wale kina dada walionipa kazi wakaja pale. Wakaja pale akasema, wewe, sikiliza. Kwa kweli, hela yako hatuna hata kelele. Yaani hatuna hata cha kukuzuilia. Umetufanyia kazi vizuri. Wewe nenda kachukue pesa yako. Wala hata tuongozani. Nenda tukachukue pesa yako. Nikamwambia hapana, nikifika pale yule wakala hatukubali. Wakaniambia twende. Tukatoka mimi na wao tukaenda mpaka pale kwa yule wakala. Wakasema mpe hela yake. Ilikuwa ni nje tu, ni pale lakini kwa nje kidogo hivi. Nikaenda pale nikapewa ile hela yangu. Nilichukua nilitia kwenye kipochi changu, nilikaa pale sasa tena. Huyo mimi nikatoka zangu, huyo sijui huko kama gets nini kimeendelea na mpenzi wake wala nini. Mimi nikatoka nikasema hapa wewe, hawa sijui kaninifuata tena, wakachukua hela yao, nikachukua na boda huyo. Nikaenda mpaka nyumbani. Sasa pale nyumbani nilikuwa nakaa mwenyewe. Nyumba yetu fulani hivi, nyumba ya unajua sisi tunakaa tuko katikati ya mji kabisa, lakini nyumba yetu ni ya matope. Nilikuwa nikikaa pale mimi pamoja na mama yangu pekee. Yaani nyumba yetu pale ndo kanyumba tu kama matope pale, kalikuwa na vyumba viwili na seble. Ndo kako pale katikati, mabati yenyewe yale ya zamani. Nikaenda mpaka pale mimi, nikaingia zangu pale. Nikasema hapa, yaani nakwambia nikiwa niko pale ndani hata ile hela nahisi kama kuna mtu atakuja avunja ichukue. Nilikuwa sijiamini. Nikasema ile hela dawa nikuipeleka tu nikaiweke kwenye line yangu ya simu. Huyo mimi nikatoka nikaenda kwa wakala, ile hela ikawekwa kule, nikabakisha shilingi 100,000 tu ndani. 100,000 tu pale ndani. Unaona bwana? Ile 100,000 ni ili niweze kulipa ile kodi ya pale nyumbani tunapokaa. Kwa sababu ile nyumba tulikuwa tumeipewa ni nyumba ambayo mwenye ile nyumba anasema ni nyumba ya kulinda eneo lake tu atakapohitaji kujenga nyumba. Kwa sababu ile sio nyumba ya kueleweka. Basi bwana, nikaacha zile pesa pale. Shilingi 100,000, lakini 400,000 zote nikaenda kuzuka kwenye akaunti yangu ya simu. Nikaweka pale, nikatulia. Nilirudi zangu ndani pale, nikaanza kulala pale. Nikasema jamani, hawa kina dada hivi wale kina dada ni akina nani? Nilianza kutafakari kwa sababu niliona kama wale wanaweza wakanipa dili lingine. Na bahati mbaya hata namba zao za simu nilikuwa sijazichukua. Nilijiuliza sana kwamba hapa nifanyeje niweze kupata hata namba zao za simu. Sitakuaje. Nikawa natafakari mpaka usingizi ukaja ukanichukua pale. Usingizi umenichukua, lakini usiku mzima mimi naota tu zile hela nilizozipata. Yaani naota tu, mara naota kwamba zinachukuliwa na stuka. Naota kwamba nimeongezea zingine na furahi. Mara yaani naota mambo ya pesa tu, msikilizaji. Siku hiyo bwana ikawa imepita hivyo kweli. Asubuhi ile ilipofika, nikachukua pesa ya kodi nikampelekea mwenye nyumba na pesa zingine nikasema hizi ndizo sasa nichukulie vitu vyangu kadhaa hapa nianze kuzungusha mtaani. Kama nitachukua matembele au nitachukua mihogo au nitatengeneza kifurushi nianze kuuza tu vifurushi vyakula vile, basi vyovyote vile itakavyokuwa. Kwa sababu tayari nina pesa nyingine, hiyo siigusi, naendeleza harakati zangu zingine. Msikilizaji, nilijisemea hivyo, nikaona hapa hili ndo wazo la maana. Niliona kama maisha yangu yamebadilika pakubwa sana. Basi bwana, ikafika kesho yake tena. Asubuhi na mapema rafiki yangu Mwajuma akaja pale nyumbani. Akaniambia, Light, mambo? Nikamwambia poa. Sasa Light, nikamwambia niambie, inabidi bana twende tukaangalie, tukaombe kazi. Si unajua maisha yalivyo sasa hivi. Inabidi twende tukaangalie kazi hata tupate hela kidogo tuweze kuendesha maisha, au unaonaje? Nikamwambia shoga yangu Mwajuma, kweli hapo umenena. Nikamwambia Mwajei, hapo umenena. Kweli bwana, sasa lakini tunakwenda kutafuta kazi wapi? Akaniambia tunabidi twende tuingie mjini kati. Tuingie mjini kati huko kwenye hayo majengo makubwa huko, magorofa huko.
tutakapokutana na hapo ndo hapo. Nikamwambia shoga yangu, lakini tunaenda kumpa kazi gani sasa? Akaniambia bana, wewe twende kazi yoyote ile, wakituambia tuwafulia nguo, tuoshe vyombo kwenye migahawa, tufanye nini, wewe twende zote zile, ili mradi tupate pesa, ambapo mahali ambapo tutaingiza pesa kila siku. Nilielewa lile wazo la rafiki yangu, lile la rafiki yangu yeye Mwajuma. Basi bwana, tukatoka pale asubuhi ile, tukaanza kutembea kila mahali. Tukatoka tukaenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo kulikuwa na kampuni moja hivi ili kwenda kuomba kazi. Tukaingia pale, tulipofika pale tukakutana na mkaka mmoja hivi, alikuwa yuko pale reception. Alikuwa ni kaka HB kweli. Alikuwa ni mkaka huyu, ukimwangalia lazima kwa kama ni mwanamke halisi ujisikie hali fulani hivi. Nilimtazama yule kaka nikaanza kusahau kwamba mimi kilichonipeleka pale ni kuomba kazi. Kiukweli nilianza kupata hisia za mapenzi dhidi ya yule kaka. Sio mimi tu, hata rafiki yangu Mwajuma alibaki akiwa amemtazama yule kaka jinsi alivyokuwa amepewa midomo mizuri, macho mazuri, yani mkaka ameumbwa kama mwanamke, ni mzuri kweli. Akasema bwana, karibuni dada zangu. Tukamwambia asante. Akatuambia okay, karibuni niwasaidie, ni kitu gani mnataka? Tukamweleza kwamba bana, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba kazi. Akasema okay, sawa, sasa hilo naweza kulitatua mimi mwenyewe hapa. Aliguna kidogo kwanza, akaseti, yani akawa na tabasamu kubwa kweli. Akabaki amekiwa ametuangalia. Yani mpaka akasema wewe kaka, nikipewa, yani nikipata kazi hapa kimoyo tu. Ngasema nikipata kazi hapa nitafanya vyovyote vile mpaka nikupate. Kimoyo tu. Nikamtazama na ile midomo yake jinsi ambavyo ilivyokuwa mizuri. Yule mkaka akanitazama kwa umakini. Alafu then akatuambia ni ukweli tulikuwa na shida na mfanyakazi kwa ajili ya kufanya usafi katika maeneo ya ndani ya ofisi. Lakini dada zangu, samahani sana, mmechelewa bana, tayari tumeshampata mtu. Ni jana tu ndo tumempata na tayari ameshapewa mikataba yake ya kazi. Kwa hivyo hakuna kinachoweza kufanyika tena. Lakini karibuni sana. Jisikieni kwamba hapa ni nyumbani, mkiwa na shida yoyote mwe mnakuja hapa. Msikilizaji, hatukupenda, tuliumia kwa kweli. Na kilichokuwa kinatumiza ni kutokana na umbali. Umbali ulikuwa ni mrefu, afu tumetembea kwa mguu. Sasa unajua mimi kweli nilikuwa na pesa nimeziweka kwenye akaunti yangu. Lakini sasa nisikuwa tayari kutumia hata shilingi 100 kwenye zile pesa. Nilisema apige, yani sijui nilionaje. Tulikuwa tumeumia, yani get disappointed vibaya mno kwamba sasa vipi tena. Basi mwisho siku akasema bana, ndio hivyo, wajua tunaajiri kutokana na taratibu zilizowekwa. Sasa hivi hakuna nafasi. Kwa hivyo tunaomba tukutane wakati mwingine kukiwa na tatizo jingine. Basi bana, ilibidi tukubali na kuanza kutoka pale. Tukatembea pale, tukamwambia basi asante, tukatembea. Wakati tunatoka katika eneo lile la ile kampuni mahali ambapo alipokuwa yule kaka, tukawa tunaendelea kutembea huku tunaongea. Mwajuma akaniambia, jamani yule mkaka ni mzuri jamani. Nikamwambia wewe umeona? Akaniambia ndio. Yule mkaka ni mzuri hadi yani yule mimi akinitongoza ni leo tu hapa nimekubali. Nikamwambia ndo akutongoza sasa, ukome na umala yako, kwenda zako. Akacheka pale akaniambia, kwani wewe uongo, kwani wewe umpendi? Light wewe umpendi yule kaka? Nikamwambia kusema kweli yule kaka ni mzuri, tuache tu uongo dhambi. Yule mkaka ni mzuri. Basi tukawa tunaendelea kutembea. Wakati tunaendelea kunatoka huko tunaongea, tumefika sasa pale kwenye geti kutoka. Ilipita pikipiki chap sana pale. Pembeni kulikuwa na mdada fulani ambaye alikuwa amesimama pale na kimkoba chake. Ile pikipiki yule walikuwa na vijana wawili walipora ule mkoba pale. Na wakati wanasema hey, yule mtu alikuwa tayari ameshatoweka pale. Ameondoka. Hata walipojaribu kukimbizia hawakufanikiwa kumpata.
Roho yangu iliumia sana kusema ukweli. Niliingiwa na huruma nilipoona jinsi ambavyo yule dada ameporwa mkoba wake. Roho yangu iliuma, alafu sasa mbaya zaidi mtu ambaye alikuwa amepora ule mkoba alikuwa ni mtu ambaye namfahamu. Kama nilivyokuambia kwamba mimi nimekulia kitani. Yule ni mtu ambaye najua mahali ambapo akiiba akienda anaweka anakaa na nini. Nilikuwa nafahamu. Basi mimi walipokimbiza kidogo pale, nikatoka pale kwanza nikamwambia wewe dada, sorry. Kwa hiyo watu ndo wameacha? Hapana, mimi nitahakikisha mpaka tuipate hii simu. Msikilizaji, mimi pale nikakimbia nikatoka pale. Yule dada akawa amewehuka vibaya mno, yuko pale. Haraka sana nilipigia simu. Nilimpigia simu yule kaka moja kwa moja. Yule kaka tulikuwa tunamfahamu mtaani kama Gwede. Alikuwa ni kibaka kweli. Hello? Oya, Gwede umezingua bwana. Unajua huo mkoba uliochukua ni wa dada yangu. Ananiambia unasemaje? Ndio, huo mkoba ni wa dada yangu. Hivi kweli unamfanyia mpaka dada yangu hivyo? Light bwana, samani bwana. Mimi sasa hapa mwenyewe si unaelewa mazingira hapa, bangi kidogo nini mimi sielewi, alafu mimi sikujua kama dada yako wala nini. Hapana bwana. No, hebu sema mahali ulipo bwana, mimi nije nichukue mkoba wa dada yangu bwana. Yaani dada yangu anapata nani huko, kuna vitu vyake vya maana afu umechukua. No. Sasa usikie basi. Ufanye utaratibu uje basi hata na buku 2 basi hapo. Nimpate ya dawa na nini. Sawa, lakini hakikisha hivyo vitu vyake vikisipotea hata kimoja hapo. Na kuja hapo. Msikilizaji, hapo nazungumza nikiwa niko mbali na wale. Hakuna mtu ambaye anayejua anaongea na nani. Basi mimi nikatoka pale haraka sana, nikapanda boda nikaenda huyo, akaniacha mahali fulani, afu mimi nikatembea huku nikiwa nampigia simu Gwede ili asogee karibu na barabara zaidi, kwa sababu alikuwa ameshaingia tayari kwenye chochoro zake. Nikamwambia njoo bana, nao hapa mimi niko hapa bana, njoo bana. Wewe unachukua mpaka kwa dada yangu kweli? Akaniambia bana hamna shida bana sister. Unajua bana Light bana, mimi nilikuwa sijui. Afu mimi sielewi, hebu fanya makeke basi. Basi nikampa shilingi 2000, nikamwambia bana leta mkoba nimpelekee. Akanigea mimi huyo. Nikatoka pale moja kwa moja nikarudi mpaka pale kwenye nje ile kampuni. Nilirudi na ule mkoba, watu wote wakashangaa. Nikauliza yule dada yuko wapi? Yule dada kumbe alikuwa ameingia ndani huko ya kampuni, sio alikuwa anaenda kufanya nini. Akawa anatoka pale akashangaa na nikuta niko na ule mkoba, akafurahi sana, akaniambia wewe, huu mkoba umeupata? Nikamwambia ndio. Wewe umepataje? Umepataje? Jamani nashukuru sana. Akafungua haraka kwenye zipu zake akakuta vitu vyake vyote vipo. Nikamwambia yule kaka aliye nani, na wajuaga hao wakaka. Waga siwajui majina wala, lakini najuaga wakiporaga vitu kuna mahali tunapafahamu kule kwamba ndo wanaendaga. Mimi nimeenda mpaka kule nikamkuta. Nikamfahamu na nikamwambia kwamba umechukua nini. Nilivyomwambia vile, ameona aibu akanigea. Afu akaondoka pale, akaambia wenzake yani sasa hivi hapa kushanuka hapa, akawasha pikipiki yake akaondoka. Yule dada msikilizaji alifurahi. Unajua kufurahi? Alifurahi sana, akaniambia yani nashukuru sana. Kulikuwa na vitu vyangu vya muhimu huku ndani, yani ningehangaika yani mpaka kuja kupata. Kwa sababu jamani sijui nikulipe nini, mimi nakupenda sana jamani. Msikilizaji, nilifurahi pale. Nikamwambia bana shika mkoba wako, akawa amefurahi sasa. Mimi pamoja na rafiki yangu Mwajuma, nikamwambia Mwajuma twende sasa. Tukawa tunatoka pale kama tunaondoka. Yule dada akasema hebu wewe, hebu ngoja, njoo bana. Kweli sijakupata zawadi hata kidogo jamani. Hebu shika hii hapa. Akatoa hela mfukoni, shilingi 10,000, akaniambia shika bana. Nikamwambia hapana. Mimi nimefanya tu kama binadamu bana, mimi nimekuonea huruma. Shika bana, mimi ndo nimekupa swini. Akaning'ang'anizia pale. Nikamwambia basi bwana mimi nashukuru. Nikaichukua ile hela 10,000. Nikamwambia nashukuru, itanisaidia hata kwenye nauli kwenye matembezi yangu jamani kutafuta kazi. Akaniambia unatafuta kazi? Nikamwambia ndio. Hapa tunahangaika tunatafuta kazi hapa. Kwa hiyo mji hapa unakuwa mkubwa, tunatembea kila mahali afu hata kazi hatupati. Msikilizaji, yule dada alishangaa. Ni kama kuna yani kama alifurahi hivi, akasema kazi. Ngoja niwaambieni kwanza kazi mtapata. Mimi nitawapa kazi. Mimi nitafanya utaratibu mpate kazi mimi. Hebu njooni hapa kwanza. Mnatafuta kazi gani? Tukamwambia bana sisi kazi yoyote tu ile mradi tuweze kufanya. Lakini kwenye upande wa elimu sisi wote tumemaliza form 4. Na matokeo yetu yako vizuri tu. Sasa mbona mkuendelea? Nikamwambia bana mimi
sikuwa na uwezo. Yaani kwa ujumla tu ni kwamba tulikuwa na uwezo wa kuendelea kusoma. Nyumbani kusomesha walikuwa hawana uwezo. Akasema basi sawa, ngoja. Yule dada akatoka pale akaongozana na sisi mpaka tukafika sehemu alipokuwa amepaki gari yake. Tukafika pale akasema pandeni hapa. Akawasha gari yake huyo, tukaenda mpaka mahali ambapo kulikuwa na ofisi fulani hivi. Tulipofika pale akasema twendeni, tukaingia naye mpaka ndani. Hapo mguu kwa mguu ametangulia, sisi tunamfuatia kwa nyuma tu. Tukaenda mpaka tukafika sehemu ambapo kuna chumba cha ofisi hivi, kuna kaka mmoja yuko pale. Nikamwambia Daniel, bana, nimekuletea watu hawa hapa uweze kuwapa ajira. Wote wamemaliza form 4 na matokeo yao yako vizuri. Sasa angalia namna unaweza kuwapatia kazi humu ndani. Aliposema vile, yule kaka akatutazama, mwisho akasema, bana, dada Sara, hatuwezi kukuahidi kwamba tunaweza kuwapa kazi, lakini ngoja kwanza tuwaulize vitu kadhaa. Wenyewe waulizeni tu, lakini mimi ninachotaka wapate kazi wafanye. Wote wawili au mmoja? Wote wawili. Ukipata wote wawili sawa, lakini ukisaidia hata mmoja sawa. Okay. Wewe form 4 ulipata matokeo gani? Mimi nilipata 2. Wewe? Na mimi tumepishana 2.1. Mwingine 19, mwingine 20. Okay. Basi wewe mmoja unajua kufanya usafi kwenye ofisi. Ninapozungumza usafi nasema kufanya usafi kwenye ofisi, unajua? Ndiyo najua, alijibu rafiki yangu Mwajuma. Unajua kufanya usafi vizuri kabisa, yani sio ule unafanya juu, kufanya usafi kwenye ofisi zikae vizuri, kwa maana utafuta viti, muda wa kuviosha, muda wa kusafisha, kila kitu unajua kufanya? Ndiyo mimi naweza. Okay, sawa. Dasara, sasa hapa kinachofuata ni kitu cha mshahara bana. Sasa tutamlipa shilingi ngapi? Jamani, unauliza utalipa shilingi? Kwani watu wa kufanya usafi wanalipwa shilingi ngapi? Tunawapa shilingi 110 ndio mshahara wao. Wewe huyu hapa ni mchapa kazi, na mfahamu anapiga kazi sana, afu hana ulegevu, mlipeni angalau 250,000. Dasara hapo 250,000 uongo. Kama bana mwezi bora mniambie tu chini ya 250,000 bora niondoke nikamtafutie kazi sehemu nyingine. Haiwezekani kabisa. Kwanza makampuni haya. Basi poa sister. Tutamlipa hiyo 250,000. Huyo mwingine endelea kumtafutia sehemu. Ila kwa upande wa sisi hapa huyu mmoja anatosha. Hata hapo umesaidia, hamna shida. Alisema yule dada ambaye sasa pale nilikuwa nimeshamfahamu jina kwamba anaitwa Sara. Yule dada ni kama alikuwa mdhamini sasa wa rafiki yangu Mwajuma. Mwajuma akawa yeye amepata kazi pale pale. Na pesa iliyokuwa imetajwa ilikuwa sio ndogo. Tukatoka pale tukaenda mpaka, yani tukatoka mimi pamoja na yule dada, Sara. Tukatoka mpaka pale kwenye gari lake akaniambia pakia twende. Tukapakia tukaenda huyo moja kwa moja mpaka mahali ambapo kulikuwa na majengo mengi mazuri, lakini yote yakiwa kwenye fence moja. Tukaingia pale ndani. Tulipofika pale nilimuona akiwa amechangamka zaidi. Watu wengi walikuwa wanamuita bosi. Sikuelewa ni kwa nini wanamuita bosi. Basi bwana, tukaingia mpaka kule ndani. Nikamsikia sasa yule dada akisema, Paul yuko wapi? Wale watu ambao waliokuwa wanamuita bosi kule nje na wengine sasa kule ndani wakamwambia, jamani, bosi nao jamani, kwani hivi kakako kwamba amesafiri? Amesafiri? Okay, basi. Sasa sikiliza. Basi tukaenda mimi na yeye mpaka pale kwa dada mmoja hivi ambaye aliyekuwa na yuko kwenye ofisi fulani hivi iliyokuwa yuko peke yake. Akasema okay, endelea kumfundisha huyu hapa kazi, ni kitu gani anaweza akafanya. Endelea kumuelekeza kazi hapa.
mpaka pale ambapo Paul akirudi atakuwa yeye anaendelea kufanya kazi zake. Atasaidia tena na yeye kazi. Sawa sawa. Nikawa mimi ndo nimepata ajira hivyo. Yule dada aliniamini kiuharaka sana. Akawa ameniamini sasa kwamba mimi niweze kufanya kazi pale. Sasa wakati naendelea kufanya kazi pale, yule ambaye alikuwa ananielekeza sasa pale ananielekeza ndo akaniambia kwamba ile ni kampuni ya familia, alafu huyo ambaye Paul ambaye amesafiri, huyo ndo nani? Huyo ndo mdogo wake na yule dada. Kwa hiyo ni mtu na ndugu yake ndo wanaosimamia ile kampuni. Pale ndipo ambapo sasa nikawa na mimi nimefahamu. Nasema okay, siku hiyo hiyo akawa ananielekeza kazi kadha wa kadha pale. Sasa kwa sababu siku ile ilikuwa bado ni asubuhi, na mimi pale nimeelekezwa kazi za kufanya pale. Kazi yenyewe ni rahisi tu, sio ngumu sana. Nikawa naelekezwa kuna kule. Yule dada akaja rudi tena. Sara akamwambia bana, huyo uendelee kumuelekeza mpaka pale ambapo Paul atarudi. Sawa. Hamna shida bosi. Akakubali, akamueleza vile. Sasa mimi nikajua bana kibarua changu ndo nimeshapata sasa kazi pale, ajira pale ndo nitakuwa nafanya kazi pale. Kwa hiyo hapa bwana mambo fresh. Nilifurahi sana kwa kweli kwamba nimepata kazi pale. Japo tulikuwa tujaelewana mambo mengine ya mishahara na nini, lakini niliamini tu kwamba mambo yatakaa vizuri. Kidogo imefika mida kama ya saa 9 hivi. Saa 9 kasoro. Tukatoka pale mimi na yule ambaye aliyekupewa kazi ya kunifundisha mimi kazi jinsi ambazo zinavyofanywa pale. Tukatoka pale tumeenda tumekusanyika mahali sasa na wafanyakazi wengine. Mida hiyo tulikuwa tunakula hapo kunywa nini. Ndo akaanza kupiga story pale. Hapa na pale Sara akaja tena pale. Jamani, kwa hiyo Paul alisafiri. Akasema bana alisafiri. Si unajua mambo yake yale baada ya pale. Mapenzi yanauma. Naona bosi ameamua asafiri. Mapenzi yanauma kwani imekuaje? Bana dada na wewe. Yaani bosi unataka utuambie kwamba ufahamu. Kwani hujui kabisa kwamba aliachana na mpenzi wake? Mpenzi wake? Waliachana? Kwanza bora waachane kwanza. Wifi yani yule mtu mwenyewe anapenda mali. Yaani ule angeza hata kumuua kakangu ule ili apate mali ule. Kwenda zake. Waliachana? Wale wafanyakazi pale wakawa wanasema waliachana pale ndadini. Akawa na stress yake. Alienda London bwana. Afu usituambie kwamba hujui bwana. Kweli ameondoka lini? Mimi sijawasiliana naye. Si mtu mzima, tujawasiliana kweli. Basi akawa anaambiwa bwana waliondoka toka juzi. Jana ndo ameshinda na leo sijajua anarudi lini. Basi tukapiga story pale, ndo tukawa sasa nimefahamu kwamba kumbe bosi mwenyewe ambaye yeye ndo anapaswa niwe chini, yani niwe nafanya kazi na yeye hayupo. Kwa sababu Sara yeye alikuwa yupo na yeye kwenye ofisi zingine wanasimamia kwenye kampuni yao ya familia. Basi bana tukakaa pale tukaendelea kufanya kazi huko na kule. Yule dada yeye akaondoka, Sara yeye akaondoka pale. Sasa tukawa tumebaki sasa mimi na wale wafanyakazi wengine walikuwa wamerudi kwenye shughuli zao. Mimi pale ndo niko na yule ambaye nafanya naye kazi kule anayenielekeza. Ndo tuko naye pale. Na wengine kama wawili hivi. Wakawa wanasema jamani lakini bana bosi huyu ana shida, ila kaka yake ndo jamani ndo kabisa kaka yake mtata. Mfanyakazi mwingine pale akasema hamna, mbona mfanyakazi wake hata ana shida, au yule kaka yake hata ana shida. Kaka yake ana shida. Gets ana shida, ila tu sasa yule leo mpenzi wake ndo alikuwa na matatizo. Yule mpenzi wake jamani alikuwa simpendi tena. Bora tu kwanza wameachana, naomba usijue akarudiana. Msikilizaji alipotaja neno Gets nikastuka, nikasema Mungu wangu huyu Gets. Nikakumbuka kitendo ambacho siku moja nilikuwa nimekifanya kwa mtu ambaye anaitwa Gets, cha kujifanya kwamba mimi ni mpenzi wake na kadhalika ili niweze kupata pesa. Nikasema lakini potelea mbali, hawezi kuwa yeye. Niliendelea kuja pale kazini, nikawa nafanya kazi pale kama wiki 2 hivi. Nilikuwa nimefahamu kazi zote ambazo mimi ninapaswa kuzifanya pale, sababu mimi niliambiwa nitakuwa msaidizi wa huyo Paul ambaye ndo kaka yake na Sara.
Kweli bana, baada ya wiki mbili zile kuisha, nikamwambia kwamba yule Gates anakuja sasa. Nikamwambia jiandae vizuri, jiweke vizuri kwa sababu boss mwenyewe ndo anakuja sasa. Nikamwambia hamna shida. Msikilizaji, mimi unajua mimi nilikuwa nimezoea kuishi maisha yangu ya kisela sana. Hata mapigo yangu niliokuwa napiga, yani nguo zangu nilizokuwa navaa, nilikuwa sipendelei sana kuvaa nguo za kike. Mimi nilikuwa napenda kuvaa pensi au suruali, mashati yangu ya dog, kapelo au nini, ndio pigo zangu nilikuwa napendelea kuvaa zile. Na hata siku zote zile ambazo nilikuwa ninakuja pale, nilikuwa bado sijaanza kubadilika. Japo wenzangu walikuwa wananicheka na nini, lakini nilikuwa napenda tu kuvaa vile. Nikijitahidi sana napiga labda kitu chenye rangi ya pinki, lakini lazima hata itakuwa ni suruali na t-shirt yangu kama yale. Dasara akaniita akaniambia bana, bosi wako anakuja. Jitahidi upendeze, uvae jinsi ambavyo inavyostahili kuvaa kama mtoto wa kike upendeze. Kwa sababu kesho ndio bosi anakuja. Huyo ndo ambaye utakayokuwa unakaa naye muda wote. Nikamwambia basi sawa. Basi bana, mimi nikarudi nyumbani nikaanza kusema Mungu wangu, sasa mimi nitajiandaje? Unajua ananiambia nijiandae, lakini sijui sasa anamaanisha nijiandaeje. Ananiambia nipendeze, na maana mimi sipendeze. Basi bana, siku hiyo pia alikuwa amenisisitiza kwamba kesho yake niweze kuwa kazini. Nilijiandaa vizuri, nikavaa zangu asubuhi na mapema saa 11 ile nimejiandaa nini. Mpaka kufika saa 1 kasoro nilikuwa nimeshaanza kutoka pale. Kutoka pale nyumbani kwetu kufika ofisini palikuwa sio mbali. Nikachukua usafiri huyo nilifika pale saa 1 kasoro. Na kati kwa kawaida pale nilikuwa nafika mpaka saa 2:30. Saa 1 kasoro kama dakika 7 hivi nikawa niko pale. Hapakuwa na mtu mwingine tofauti na mlinzi. Nilifungua pale nikaingia zangu ndani. Tayari pale kwa kuandaa sasa kwa ajili ya kuwa msaidizi wa bosi huyo ambaye anayekuja. Nyinyi pigo zangu zile bwana. Kichwani sijasuka, nimenyoa afu nimechana nywele zangu, nimezipunguza tu. Nimevaa dog yangu. Ilikuwa hiyo ina mistari mingine ya pinki. Na suruali yangu hiyo ya nyingine nimepigilia pale. Yaani nimekaa kisela kweli yani. Nikasema lakini sio mbaya, ngoja nitulie zangu tu hapa nitakuwa nimependeza. Nikawa niko pale ofisini, ni kuna ofisi yangu unaikuta mimi msaidizi, afu ndipo unaingia moja kwa moja mpaka ofisi ya bosi. Yule bosi alikuwa hayupo, hajaja. Kidogo baadaye saa 3 hivi kuelekea saa 4 akaja pale. Nilipomtazama moyo wangu ulistuka sana. Alikuwa ni Gates yule ambaye niliyekuwa nimempiga busu kule kwenye bar akiwa na mpenzi wake yeye na. Kumbe bwana, mimi ndo nilisababisha lile penzi lao liweze kuvurugika mpaka wakaachana, mpaka yeye akawa amepata msongo wa mawazo akahama akatoka hapa nchini. Nyinyi unajua mapigo yangu ya moyo yalienda speed. Akaja tu pale akanitazama hivi akaniambia habari, nikamwambia salama. Akapita zake akaingia akaniambia hebu naomba uniletee chai. Nikamwambia sawa. Akaenda zake kule. Nilichukua pale, nitoka pale nikaandaa chai haraka pale kwa sababu kuna sehemu ilikuwa natengenezea pale, nikawasha jiko pale la umeme haraka papa. Nikatoka zangu nikampelekea pale. Vitafunwa alikuwa ameagiza tayari. Vilikuwa vinaletwa kutoka nje ya pale. Tukaingia, nikafika pale, akanitazama akaniambia, "Wewe hapa ni nani?" Nikamwambia mimi ni msaidizi wako. Akacheka akaniambia, "Msaidizi wangu?" Ndo ni nani alikwambia kwamba wewe ni msaidizi wangu? Sasa alivyosema vile mimi na jinsi alivyokuwa ananiangalia, mimi nikaogopa, nikajua kwamba sasa hapa ninapoteza kazi. Atakuwa ameshagundua kwamba mimi ndio yule ambaye nilikuwa nimempiga busu kule na kujifanya kwamba yeye alikuwa ni mpenzi wangu. Moyo wangu ulianza kwenda mbio pale. Nikamwambia ni dada Sara ndo ameniambia kwamba nitafanya kazi ya kuwa msaidizi wako. Akashika simu yake pale akaipiga. Akapiga simu, nikasikia upande wa pili kitika. Oya. Sister. Niambie. Sister, mambo gani haya lakini unafanya? Kivipi? Hivi kweli huyu, yani huyu hapa, huyu ndo nani huyu? Si msaidizi wako au? Wewe msaidizi wangu gani huyu na bwana huyu? Unanileteaje watu kama wa bwana? Hebu angalia, huyu si msela mwenzangu huyu.
umeniletea msaidizi wangu huyu kweli huyu, sasa huyu anafanya kazi kama secretary huyu. Si bodyguard kabisa huyu, umeniletea mlinzi. Mtu amekaa kiumeume namna hii unanileteaje bwana? Afu wewe, Paul, hebu acha mambo yako bwana. Kama kuna mambo yaelewi si umuelekeze, wewe si ndo boss wake. Umuelekeze kwamba kitu gani kiko vizuri ili aweze kurekebisha. Bwana wewe huwezi kumuelekeza mtu wa kike bwana namna ya kuvaa bwana. Yaani mwanamke amekaa kibabe amekaa hivi bwana. Hebu bwana, hebu acha mambo yako bwana sister bwana. Nawe mambo gani haya? Hebu ngoja nakuja hapo bwana. Msikilizaji, unajua yule kaka alinichamba pale. Anavyoongea na dada yake kule, nilijisikia vibaya sana jinsi ambavyo anavyozungumza. Moyo wangu uliumia sana jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea. Nikataka kutoka, kaniambia, "Hebu njoo kwanza, njoo kwanza." Njoo kwanza hebu. Anaongea huko anacheka, ananiambia, mambo." Nikamwambia, "Mambo gani bwana?" Nikataka kutoka pale lakini nikakumbuka huyo ndo nimeambiwa ni boss, nikatulia kwanza. Nikawa macho yangu sipendi kumwangalia kwa sababu naogopa. Nilihisi kwamba tayari hajanigundua kwamba mimi ndo yule ambaye niliyefanya ndo yule penzi lake likaharibika. Kwa hiyo pale nikawa nageuza uso wangu pembeni ili asije kanigundua. Kiukweli hakunigundua. Kidogo simu yake ikaingia tena. "Wewe Paul, uko hapa ofisini?" Niko hapa bwana." Umeniletea msela bwana, yani sister hapa umezingua, hujawahi kuzingua kama sasa hivi yani. "Wewe msaidizi wangu gani huyu bwana na unaletea? Mimi nimekwambia nataka mabodyguard bwana, mwanamke kama mwanaume bwana." Nilimsikia alivyokuwa anaongea vile, niliumia, nilitoka pale, mimi sikutaka hata kuongea naye. Nikatoka huyo, mimi nikaenda zangu mpaka toilet kule. Nikasema, "Wewe Mungu wangu, au ameshafahamu kwamba mimi ndo yule niliyemharibia ndoa yake, ni penzi lake kwa mpenzi wake nini? Na mambo gani haya?" Nikatulia zangu pale. Basi kidogo ikaingia message kwenye simu yangu, ilikuwa inatoka kwa dada Sara. Akaniambia, "Bana, uko wapi?" Nikamwambia, "Niko hapa upande wa toilet lakini nakuja." Akaniambia, "Hebu njoo ofisini kwangu kule, kuna jambo tuzungumze." Mungu wangu, nikajua hapa tayari yule Paul ameshakataa, hawezi kuwa na mimi. Ameshaongea na dada yake, kwa hiyo dada yake labda anataka nitafute kazi nyingine. Niliogopa pale. Nikasema hivi, lakini kweli kwani Paul yani Paul yule nani Gates ameelewa kweli? Alikuwa anatumia neno Paul au Gates ndo majina yake ambayo walikuwa wanayatumia. Gates atakuwa amefahamu kwamba yeye ndo mimi ndo nilimfanyia mambo yake. Sasa nilikuwa nimepata jina lake lingine kwamba ni Paul au Gates. Nikasema hamna noma. Hakuna noma, ngoja tu mimi nimfuate. Moyo wangu pale unaenda mbio. Akaniambia, "Fanya chapo, uje bana. Kuna mambo tuzungumze." Nilijua kabisa kwamba pale nimeshapoteza kazi, siwezi kuwa naye tena. Siwezi kufanya kazi pale tena. Nilitoka pale na moja kwa moja nilienda mpaka kwenye ofisi za Sara, mahali ambapo walipokuwa, ili niweze kuangalia kwamba kuna jambo gani ambalo alilokuwa ameniitia. Patamu hapo msikilizaji. Hebu tukutane katika sehemu ya pili bana. Tuone kwamba ni nini ambacho kitakachokuwa kinaendelea. Bye bye.